Huyu ni Mansa Musa aliyetawala miaka ya 1300 baada ya Kristo. Afrika Magharibi ilisimama imara chini ya dola ya Mali, na juu ya kiti cha enzi alikaa Mansa Musa, mfalme kiongozi tajiri kupindukia. Dola yake ilimiliki migodi mikubwa ya dhahabu. Wakati huo Mali ilikuwa chanzo kikuu cha dhahabu duniani. Utajiri wake haukuwa wa kawaida, ulikuwa ni utajiri wa kutisha. Lakini Mansa Musa hakuwa tu tajiri, ila alikuwa na maono. Mansa Musa alikuwa mfalme wa dola ya Mali katika karne ya 14 na anatajwa kuwa miongoni mwa watu matajiri zaidi kuwahi kuishi duniani. Je, Mansa alitoka wapi? Mansa Musa alitawala katika dola ya Mali, dola iliyokuwa Afrika Magharibi, eneo la sasa la Mali, Senegal, Guinea na Niger. Alianza kutawala dola ya Mali mwaka 1312 baada ya Kristo hadi kifo chake mwaka 1337 baada ya Kristo, yani BK. Utajiri wa Mansa ulitokana na migodi mikubwa ya dhahabu, biashara ya chumvi, njia za biashara za jangwani, yani Trans-Sahara Trade Routes. Wakati huo Mali ilikuwa ikizalisha sehemu kubwa ya dhahabu yote iliyokuwa inajulikana duniani. Mansa Musa alifanya safari iliyotikisa dunia, na hii ilikuwa ni safari ya kwenda Maka kuhiji. Hiyo ilikuwa mwaka 1324. Mansa Musa aliamua kwenda kuhiji Maka. Hakwenda kinyonge, aliongozana na msafara wa watu takribani 60,000. Safari hiyo ilikuwa safari ya kihistoria kwa sababu alisafiri na maelfu ya watu, walinzi, watumishi, wafanya biashara, wasomi. Na Mansa kwenye hiyo safari ya kwenda Maka kuhiji mnamo mwaka 1324 alibeba kiasi kikubwa cha dhahabu na aligawa dhahabu nyingi mno njiani, hasa huko katika mji wa Cairo nchini Misri, na hiyo ikapelekea thamani ya dhahabu kushuka kwa miaka 12 katika taifa la Misri. Safari hiyo ilifanya jina lake kujulikana kote duniani. Alikuwa na walinzi 12,000 na kila mmoja amevaa hariri ya gharama. Alikuwa na ngamia 80 na kila ngamia alibeba kilo 136 za dhahabu safi kabisa. Alipopita Cairo nchini Misri, alikuwa akigawa dhahabu kwa maskini na kununua bidhaa kwa bei yoyote ile. Aligawa dhahabu nyingi sana kiasi kwamba thamani ya dhahabu ilishuka nchini Misri kwa miaka 12 iliyofuata. Hii ndiyo mara ya pekee katika historia ya dunia ambapo mtu mmoja alidhibiti bei ya dhahabu duniani kwa mikono yake. Baada ya safari yake hii ya kwenda kuhiji huko Maka, ramani za Ulaya na dunia kwa ujumla zilianza kumchora kama mfalme anayeshika kipande cha dhahabu. Afrika Magharibi ilianza kujulikana zaidi kimataifa. Mansa Musa hakupenda tu utajiri, lakini pia alipenda elimu. Baada ya kutoka kuhiji, Mansa Musa alirudi na wasomi, mafundi sanifu, waandishi kutoka ulimwengu wa Kiarabu. Baada ya kurejea Mali, aliijenga Timbuktu kuwa kitovu cha elimu duniani. Chuo kikuu cha Sankore kilikuwa na maktaba kubwa zaidi barani Afrika tangu maktaba ya Alexandria. Wakati huo Ulaya ikiwa ni giza nene, Afrika Magharibi ilikuwa ikichipua kwa sayansi, hisabati na falsafa. Mansa Musa alikuwa ni Muislamu safi mwenye msimamo imara ambaye alijenga misikiti na vyuo hasa katika mji wa Timbuktu. Baadaye Timbuktu ilikuja kuwa kitovu cha elimu ya Kiislamu. Baadaye Timbuktu ilikuja kuwa kituo kikubwa cha maandiko na maktaba. Baadaye Timbuktu ikaja kuwa miongoni mwa miji maarufu zaidi barani Afrika kwa wakati huo.
Huyo ndiye Mansa Musa, tajiri. Vitabu vinaeleza ukimtoa Mfalme Suleiman aliyekuwa tajiri wa kupindukia, anafuata Mansa Musa kutoka barani Afrika, Timbuktu kule nchini Mali. Muislamu mwenye msimamo imara, tajiri. Utajiri wake hadi leo hauwezi kulinganishwa na thamani yoyote ya pesa ya sasa. Ulikuwa ni utajiri mkubwa usioweza kuhesabika. Mansa Musa alifariki dunia mnamo mwaka 1337. Hadithi ya Mansa Musa inatupa funzo katika maisha. Funzo la kwanza, utajiri bila akili ni bure. Mansa Musa hakutumia dhahabu yake kwa anasa tu, bali aliitumia dhahabu yake kujenga shule na misikiti ambayo bado ipo hadi leo kule nchini Mali. Fikiria, alikuwa tajiri wa kupindukia. Utajiri wake hakuutumia kwa anasa, alijenga shule na misikiti mikubwa ambayo licha ya kupita miaka 700, misikiti hiyo bado ipo hadi leo. Lakini Mansa Musa alitumia nguvu ya elimu. Alijua kuwa dhahabu inaweza kuisha, lakini maarifa yatabaki. Aliifanya Timbuktu ijulikane duniani kote, na si kwa dhahabu tu, bali kwa vitabu, kwa elimu, kwa wasomi, lakini pia kwa dini. Kwa Afrika, Mali ilikuwa ndio kitovu kikuu kwa wakati huo. Hadithi hii pia inafuta dhana kwamba Afrika ilikuwa nyuma wakati wote. Najua umesikia ama tumesoma kwamba Afrika ilikuwa nyuma wakati wote, bara la giza, lakini ukweli ni kwamba Afrika ilikuwa mbele muda mrefu. Ilikuwa na mifumo ya kiuchumi na kielimu, mifumo ambayo ilizidi Ulaya kwa mbali sana. Lakini pia tunapata somo kubwa zaidi kuliko dhahabu. Licha ya Mansa Musa kuwa mtu tajiri, mtu maarufu, mtu aliyeshindikana kwa utajiri na elimu, lakini mwisho wa siku kifo kilimchukua. Maisha ya mwanadamu ni mafupi. Utajiri unaweza kujaza magara, umaarufu unaweza kujaza ramani, lakini hakuna hata mmoja anayeweza kujaza kesho yake kwa uhakika. Yaani hakuna hata mtu mmoja ambaye yupo na uhakika wa kesho yake. Mwenye kujua hilo ni Mwenyezi Mungu tu. Na ndio maana hata yule mfalme tajiri kupindukia Mansa Musa, aliyetikisa uchumi wa dunia, aliyemiliki dhahabu isiyopimika, mwisho wa siku kifo kilimfika. Dhahabu haikumzuia kufa. Nguvu yake alionayo haikumwokoa na kifo. Umaarufu alionao haukumstiri na kifo. Hapo ndipo tunapojifunza kwamba hakuna anayeweza kuishi milele. Hivyo ndugu yangu, usiishi kutafuta mali tu, ishi kwa kuacha alama, ishi kwa kufanya mema, ishi kwa kumpendeza Mwenyezi Mungu, kwa sababu mwisho wa safari si utajiri, mwisho wa safari si makofi ya watu, mwisho wa safari si sifa za dunia, mwisho wa safari ni kaburini, mwisho wa safari ni jongomeo njia ya marahaba. Swali ni je, na baada ya hapo utaulizwa maswali. Ulikuwa na kipi duniani? Uliacha kipi duniani? Je, uligusa maisha ya nani duniani? Je, ulisimama kwa haki gani duniani? Na je, huko duniani ulimtumikia Mwenyezi Mungu? Ndugu yangu, rafiki yangu, maisha ni mafupi, lakini unaweza ukaacha alama ya milele. Tajirika, lakini usimsahau Mwenyezi Mungu. Fanikiwa, lakini usipoteze utu wako. Pata umaarufu, lakini tafuta kwanza ridhaa ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu siku zote kifo hakichagui maskini wala tajiri, na historia haimkumbuki mtu mwenye mali. Historia inawakumbuka walioacha alama, kama vile Mansa Musa. Alikuwa tajiri
na ameacha alama. Je, wewe ni tajiri leo hii, utaacha alama gani? Tafakari, chukua hatua.